The Concubine ni mojawapo ya novel inayofundishwa kwenye somo la literature in English Tanzania. Mpenzi msikilizaji, sasa mwanafunzi, mwalimu unayefundisha somo la literature in English na mwanafunzi unayesoma somo la literature in English, na kuletea somo la leo kwa ufupi kabisa kuhusu novel hii ya The Concubine iliyoandikwa na L.H. Ahmad. L.H. Ahmad ni Mnigeria. Aliandika novel hii aliichapisha mwaka 1966. Dhamira kuu au the main themes ya novel hii ni swala la African tradition and customs, hasa swala la witchcraft au superstition. Kwa naomba uelewe tu kwa ufupi, novel hii inaongelea swala la ushirikina au uchawi barani Afrika. Ndio maana The Concubine inapendwa sana na wasomaji wengi barani Afrika pamoja na nje ya Afrika. Mtu akikuuliza kwamba The Concubine inahusiana na nini, wewe mwambie tu The Concubine inahusiana na swala la hawara ambaye ndio mhusika mkuu anayefahamika kwa jina la Ihuoma. Ihuoma spelling yake Ihuoma, Ihuoma. Huyu ni mwanamke, yani ni mama wa watoto watatu, na mume wake anayefahamika kwa jina la Emenike. Lakini novel hii ina mambo mengi sana yaliyoongelewa na mwandishi kuhusu swala la African tradition customs, kwa sababu dhamira hii ya mila na desturi za Mwafrika zipo nyingi, lakini kitabu hiki kimemlenga mhusika huyu mama Ihuoma, changamoto alizozipitia katika maisha yake. Lakini kama unavyoelewa, nje ya huyu mhusika mkuu, Afrika hasa swala la mila na desturi wanazozifanya zipo nyingi sana. Ndio maana ukisoma novel hii utaona mambo mengi, misingi ya jamii au kijiji fulani na miko yao na mambo wanayoyafanya kwa kila siku. Tunakuja kuona jamii zinajishughulisha na swala la kilimo, viazi, yams. Pia jamii inajishughulisha na kazi ya uwindaji. Jamii zinajishughulisha na mambo ya matambiko. Kwa hiyo kuna mambo mengi yaliyoongelewa ndani ya kitabu hiki. Ndio maana wasomaji wengi wa vitabu ya fasihi, sasa novel hii ya The Concubine, kukata tamaa kuendelea kusoma kwa sababu ya matukio mengi yaliyoainishwa na mwandishi ndani ya chapter 30. Lakini mimi Teacher Kaliko Doto Njige, the man of literature, nimejaribu kulainisha kwa ufupi kabisa ili uweze kuelewa kwa haraka novel hii ya The Concubine inamaanisha nini. The Concubine maana yake ni hawara. Hawara maana yake ni mwanamke ambaye yeye hayuko kwenye ndoa. Yaani naweza kusema kwa ufupi ni mwanamke ambaye hajaolewa. Yaani ni mwanamke ambaye ana mamlaka au yeye ana uwezo wa kuwa na analala na wanaume tofauti tofauti, kwamba maisha yake sio ya ndoa ya kudumu. Ndio maana mwandishi L.H. Ahmad amemchora mhusika huyu Ihuoma kama The Concubine, akimaanisha hawara, yaani kwamba mwanamke ambaye hadumu kwenye ndoa yake. Kwa hiyo mwandishi anajaribu kuonyesha wanaume wale ambao wamejaribu kutengeneza uhusiano au mahusiano na huyu mwanamke, lakini maisha yao baadaye yanakuwa ni mafupi, yani wanakufa. Lakini hatujui sababu ni nini za hawa wanaume wanakufa, lakini hawa wanaume watatu wamekufa kwa sababu ya huyu mwanamke, yani mhusika mkuu ambaye ni Ihuoma, The Concubine. Sasa mwandishi anajaribu kuonyesha Emenike, mume wa kwanza wa Ihuoma, aliyezaa watoto watatu na walidumu kwenye mahusiano yao, yani kwenye ndoa miaka 6. Lakini baadaye mhusika huyu anaonekana anakufa kwa tatizo la kubana kwa kifua. Mwanaume mwingine wa pili ambaye na yeye maisha yake yalikuwa mafupi, alikufa, ambaye anafahamika kwa majina la Madume. Madume yeye ana mke wake anayefahamika kwa jina la Awolu. Lakini tunakuja kuonyeshwa na yeye anakufa kwa sababu ya huyu mwanamke mhusika mkuu Ihuoma pale tu
mume wake wa kwanza ameshatangulia mbele za haki, yani amekufa, na yeye akaamua sasa kumsumbua, kuanza kumtongoza, akiamini kwamba yeye Ihuoma atampatia watoto wa kiume. Maana mwandishi anatufahamisha kwamba Madume ana watoto 4 wa kike wote na hawapendi. Kwa hiyo kuna dhamira ya gender stereotype tunaipata kupitia huyu mhusika, kwamba Ihuoma Madume anaamua sasa kumsumbua Ihuoma, akiamini kwamba Ihuoma kwa sababu yeye ana watoto 3 wa kiume na yeye atamzalia watoto wa kiume. Lakini sasa na baadaye huyu mtu anakuja kupata janga moja, akiwa shambani anamfukuza huyu mhusika Ihuoma, na Ihuoma anatoka kwa hasira shambani na kuelekea nyumbani. Ghafla anajitokeza nyoka aina ya kobra na kumtemea machoni. Hapo wakiwa shambani, Madume anakuwa kipofu, anapelekwa nyumbani na maisha yake akawa kipofu. Baadaye akakata tamaa na maisha, akawa amejinyonga na maisha yake akaishia hapo. Mhusika mwingine wa 3 anayeonekana akimpenda au alipendezwa na uzuri wa huyu mwanamke Ihuoma. Siyakwambia tu, sifa nyingine alionayo huyu mhusika Ihuoma ni mwanamke mrembo sana, mzuri sana kupita kiasi. Maana watu wengi wa ndani ya kijiji cha Omokachi, Omwigwe, Aliji, Chiolu, pamoja na vijiji vingine wanashangaa uzuri wa huyu mwanamke na wanatamani sana. Sasa kijana mwingine ambaye ni mwimbaji ambaye anafahamika kwa jina la Kweme, na yeye akaanza alimtongoza na walikubaliana na wakawa kwenye harakati za kuoana. Lakini sasa baadaye mambo haya, huyu kijana alikatazwa na wazazi wake kwa sababu mwanamke ni mkubwa, kijana anazidiwa umri na huyu mwanamke. Na kumbuka tena kijana ameshaozeshwa mwanamke mwingine anafahamika kwa jina la Fuore. Lakini kijana mwanamke huyo ampendi. Ndo madhara ya kumwezesha kijana akiwa umri mdogo na mwanamke mdogo, wanachoshana. Na ameshaona ua jingine, mwanamke mrembo mwingine ambaye ni Ihuoma. Lakini kijana yeye alikuwa haelewi, na kijana ashawahi kuambiwa na mganga wa kienyeji anayefahamika kwa jina la Anyika. Lakini kijana yeye anasema kwamba hata kwa siku moja inatosha. Hata kama akimuoa kwa siku moja mwanamke inatosha, kwa sababu ameshapendezwa na uzuri wake. Kweli kijana wanafanya hizo harakati za kutafuta mjusi, waenda wakafanya tambiko katikati ya bahari ili kijana aruhusiwe kumuoa huyu mwanamke. Lakini baadaye sasa mtoto mmoja wa Ihuoma anachukua mshale kulenga ule mjusi kwa ajili ya kufanyia matambiko. Ule mshale ukaenda moja kwa moja na kumchoma tumboni Kweme, na maisha ya Kweme yakaishia pale pale na yakafa. Ihuoma alilia sana. Kwa nini Ihuoma alilia sana? Ni kwa sababu ya mikasa ya wanaume 3 wanakufa kwa sababu yake. Ni kwa sababu ya kukwambia kwa sababu gani inayopelekea hawa wanaume 3 wanakufa juu ya huyu mwanamke mhusika mkuu Ihuoma. Ni kwa sababu ya pepo moja ambalo linaishi baharini na fahamika kwa jina la Sea King. Huyu ni mhusika zahania, lakini sio mhusika wa uhalisia. Kwa hiyo Sea King usimtaje kama mhusika, lakini ukiwa unaongelea katika kipengele cha jealous au dhamira ya jealous, ujaribu kuongelea huyu Sea King ambaye ni pepo la baharini. Inasemekana kwamba kabla Ihuoma hajazaliwa hakuwa binadamu wa kawaida. Kwa hiyo alikuwa ni mke wa Sea King na yeye alikuwa ni pepo kule baharini, lakini baadaye wakawa wamechoshana, wamekorofishana na akaamua kuachana. Na Ihuoma naye akadai kuwa hajazaliwa wapi? Azaliwe duniani. Amechoka maisha huko baharini. Sasa Sea King bado anampenda, anamsamini sana, anampenda kuliko mapepo mengine aliyoyaoa huko baharini. Asema kwamba mimi nimekuruhusu nenda, lakini hautaolewa na mtu yote na utakuwa the concubine. Kwa hiyo mwandishi amepachika title ya kitabu chake The Concubine kwa sababu ya statement au maneno ya Sea King anaongea mbele ya Ihuoma, na yeye akaamua kuita The Concubine na akaja kujiletisha matukio yale ambayo huyu mhusika, huyu mwanamke anakuja kukumbana nayo akiwa huku duniani na kumuita The Concubine. Lakini ndio maana tunaita title ya kitabu chenyewe tunaenda ni ironic title, ni ya kejeli, ni kinyume chake, kwamba Ihuoma yeye hakuamua kuwa The Concubine bali ni Sea King, yani pepo ndio lenyewe ambalo liliamua huyu mwanamke awe The Concubine. Ndio maana tunaita ni ironic title. Sasa ndio maana
wao watu watatu wote wamekufa ni kwa sababu ya seeking. Aliapa kwamba Ihoma hataolewa na mwanaume yote atakayethubutu kumuoa lazima atamuua. Kwa ndio maana unavyoona hao wahusika watatu, hao watu watatu wamekufa kwa sababu ya wivu, jealous of seeking. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, umeweza kufahamu kwa nini mwandishi L.H. Ahmad amekiita kitabu chake The Concubine. Kwa nafikiri utakuwa umeshanipata vizuri na kunielewa kwamba alikuwa anamaanisha nini. Kwa hiyo ukisoma kitabu hiki kina chapter nyingi sana. Chapter ziko 30, zinachanganya. Kwa ndio maana unaweza kusoma chapter moja hadi nyingine unaona matukio yako tofauti tofauti. Kuna hadithi za mambo mengine, mila na desturi za Mwafrika. Kuna vijiji viko vingi sana, kuna misingi ya jamii ya kijiji fulani. Kuna mila na desturi, nyimbo, watu wanacheza, watu wanafanya matambiko. Kuna mambo mengi sana, lakini mimi Teacher Kaliko Njige nimekuletea tu relevance ya kitabu chenyewe tu ambacho kinamlenga huyu mhusika mkuu Ihoma. Kwa nini ameitwa The Concubine? Kwa sababu ya jealous of seeking. Seeking, hataki huyu mwanamke aolewe na mwanaume yoyote. Ndio maana umeona watu watatu kama relevance example ambao wameleta zana ya The Concubine, akilileti kwa mhusika mkuu ambaye ni Ihoma. Kwa siku nyingine nitaelezea kitabu kwa kina zaidi, ila kwa yule ambaye unahitaji uchambuzi wa kitabu hiki mwanzo mpaka mwisho, nimefanya chambuzi nyingi sana kuhusiana na kitabu hiki cha The Concubine, na mimi nitarudia mara kwa mara ili uweze kujifunza na kupata maarifa mengi kuhusiana na kitabu hiki cha The Concubine. Lakini mimi nimekuletea tu eneo dogo sana kumuongelea huyu mhusika mkuu Ihoma. Asante sana. Kwa majina naitwa Teacher Kaliko Njige, the mind of literature and the young African writer from Shinyanga, Tanzania.